apangalo manani huwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, kina baba ambao umekuwa ni wengi, kila mmoja amekuja hapa ni kwa ajili ya kumsindikiza mama yetu. Mwenyezi Mungu akatukubalie kila lililokuwa la kheri, na Mwenyezi Mungu akatulipe malipo yaliyokuwa ni makubwa, na Mwenyezi Mungu awajalie wakina mama ambao hawajaolewa wakapate ndoa, na mliokuwa katika ndoa waume zenu wasiongeze, mbaki nyie tu. Ndugu zangu, mimi sikusimamishwa hapa kuweza ni kutoa ni mada. Wallahi sikusimamishwa hapa kwa ajili ya kutoa mada, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia yametosha mauti kuwa ni mawaidha. Wallahi kupo, kila mmoja afanye maandalizi ya safari, afanye maandalizi ya safari ambayo inahitaji maandalizi yaliyokuwa ni makubwa. Na nikupongezeni, nikushukuruni kwa nafasi yangu. Wallahi ndugu yetu huyu, watu wote hawa waliomkimbilia, mimi nilipopata habari jana, nilikuwa nje ya Dar es Salaam, nikaambiwa na moja vijana wangu, bwana rafiki yako kijana mwenzako Sheikh Sharif Firdausi amefiwa na mama yake mzazi. Allahu Akbar. Nikatoka huko nilikotoka, tuko hapa toka asubuhi, lakini jana nilikuwa nikitizama kwenye mitandao za kijamii, nimemwona mmoja ya watu ambao nilitamania nimseme kama itapendeza, na nitamani kwenye msiba huu kwa namna nilivyokaribisha kusimama nimtaje kila mmoja, kuanzia kwa watu wa kiti, watu wa muziki, nimtaje kila mmoja aliyofika hapa kwa nafasi yake, lakini tukisema tuwataje wote itakuwa ni albadri ya kutomaliza. Lakini moja kijana ambaye nimemuona siku ya jana kwenye mitandao alifika ni wa kwanza kuliko mtu yote, na kule kwenye msiba alikuwa akisoma nyiradi na dua. Nikasema huyu Mungu akipendezeshewa na akitupa uwezo inshallah tumtafutie msikiti. Wallahi nikupongeze kwa nafasi yako kaka yangu, anamuita Divoice, sijajua jina lake jingine. Simama kaka yangu. Wallahi Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, amjalie salama. Wallahi kaka yangu, sikuamini kwamba ndio yule anayeimbaga muziki. Jamani, mnasemaje nyie? Uongo kweli? Na si huyo tu kuwapongeza, nilimuona mtu mmoja yule mwingine anaitwa Tui Makabila, nilimuona wengi sana, natamani wote niwataje majina, lakini na nimemuona mwingine hapa. Wallahi nyie mmeonesha upendo wa dhati kwa kijana mwenzenu, na hivi ndivyo inavyotakikana. Tupendane katika raha na katika shida, tuwe pamoja basi na kujali nafasi zenu. Mmesema hapana, tunakwenda huko japo mvua, mpaka wengine mmeelewa nguo zenu zimechafuka. Mwenyezi Mungu akusimamieni na endelee kupambanieni wasanii wote mliokuja na vijana wote walioacha shughuli zenu mkaja. Mimi niyafunge maneno yangu kwa kusema kwamba wallahi huu ni msiba mzito sana, na tunakuahidini family inshallah tutakuwa pamoja na nyie inshallah ndani ya kipindi hiki kigumu inshallah. Ni wasihi na ni wanasi kwamba kufa kama kufa ni kadari yake Mwenyezi Mungu. Kufa ni kadari yake na ni mipango yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isiwe ni nafasi ya msiba kuweza sasa kutufarakanisha, isiwe ni sababu ya msiba kuweza kutugawa, kwamba kwa nini ilikuwa hivi, kwa nini hamjatandika mkeka, kwa nini hamjafunga vipaza sauti. Ndugu zangu, Bwana Mtume Muhammad kama alivyokutangulia kusema ustadh, misiba inayouma, misiba ya aina tatu inayouma. Wa kwanza, msiba unaouma ni msiba wa kuondokewa na mama mzazi aliyokuzaa. Mama yako akiondoka ni katika msiba ambao unaumiza sana,
lakini msiba wa pili ni msiba wa kuondokewa na mke na misiba mingine. Kwa hiyo hususan msiba huu ambao umesemwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni msiba ambao unauma sana, isije ikawa ni nafasi sasa ya kuanza kuwagawa. Mshikamane inshallah, na sisi wadau ambao tumekuja tunasema tutashikamana na nyie, na wale ambao tumekuja sasa tuondoke na mafunzo, kila mmoja bali insanu ala nafsihi basira. Kila mmoja ajitizame sasa kwamba nafasi Mungu alionipa, ipo siku mimi nitarudi kwa Allah. Tatizo sio kurudi kwa Allah kama alivyotuambia mwalimu wetu Sheikh Mziwanda, unarudije kwa Allah hali ya kuwa Allah hajakuridhia. Japo ukisema habari za kufa kila mmoja anaogopa, ukisema habari za mauti kila mmoja anaogopa. Kufa kweli kunaogopesha, hata mimi naisema hapa naogopa kufa. Yule Israeli mtoaji wa roho kama anatelemka, mimi napendekeza anzie huko upande wa kina mama, huko kwa mashehe aje baadaye. Kufa kunatisha, sikwambie mtu. Kufa kunatisha. Hata pale hapa kwa Azizi Ali ilitokea, nilisema pale msikitini. Baba na mama waliondokewa na mtoto wao. Baada ya kuondoa asema, Mungu tunakuomba mtoto wetu arudi, sisi tufe. Basi ule shekha akawaambia, kalaleni mjifikirie, kesha asubuhi mji hapa nifanye dua ili mtoto wenu arudi, nyie mfe. Walipolala baba kasahau, mama anasema, mume wangu kesho tunakwenda kufa na kusikiliza wewe. Basi walipokwenda kwa shekhe akasema, nina kuku wangu hapa nataka nimchinje. Tani radhi Kiswahili changu kidogo, unajua sisi Wanyamwezi na Wazalamo nyinyi ni watani wetu, kwa hiyo mtatubeba hivi. Yule shekhe akasema, anawaitu bismillah, na mchinja kuku ili mtoto arudi hawa wapi. Shekhe akamchinja kuku, lakini shekhe akasema kuku wakati anarukaruka roho inatoka. Roho ikimtokea kwenye miguu ya baba atatangulia kufa mama. Kwa baba utamwangalia mke wako namna anavyokufa. Basi alivyomchinja yule kuku wakati anarukaruka anapapatika, baba anampushia mama, mama anampushia baba, yani wakawa wanapushiana hivi. Basi baba alipoona kwamba huyu kuku anaweza kukata roho katika miguu yangu, baba akampiga bonge la shuti pafu. Kwa pepo inatafutwa. Jamani, pepo inafanywaje? Pepo inatafutwa kwa kuswali, kwa kuacha mabaya, kwa kujifungamanisha na dunia, lakini ukatenga siku yako maalum ya kuabudu. Isije kawa sasa unafikiri pepo ni kama ya yule msanii niliyomsema, yule anajiita Dula Makabila, mwanangu pita huku. Yaani usiwafikiri pepo ya Mungu ni kama pepo ya yule msanii, hapana. Pepo ya Mungu inatafutwa. Baada ya kuyasema haya, ni washukuru wenyeji mashekhe, inshallah Mwenyezi Mungu awajalie salama mashekhe ambao hawa ni wenyeji wetu, ni wanafunzi wenzetu ambao mmeniridhia mimi Sheikh Sharif Firdaus Al-Qadiri kuweza kusema inshallah. Baada ya kuyasema haya, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri mama yetu. Mwenyezi Mungu alijalie kabri lake kuwa ni miongoni mwa vyumba vya peponi, na Mwenyezi Mungu amhifadhi kwa baraka ya ujaji wa watu wote hawa. Hii ni ishara kwamba wana mapenzi na mtoto wake na wana mapenzi na huyo mama aliondoka. Mwenyezi Mungu awafulie wazazi wetu wote, wa kikeni na wa kiumeni. Na Mwenyezi Mungu atufungulie riziki zetu, atupe ziada katika umri wetu, atupe ziada katika maisha yetu. Wa afwanna wa ghafir lana wa arhamna tamaulana fansurna maliza alqawmul kafirin. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nuru Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.